Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Hamjambo. Tunashukuru kwa kipindi kilichotangulia cha nyimbo za sifa na sala, na wote ambao Mungu amewajalia, ikiwa ni pamoja na wale waliomaliza hapa shangwe. Inaitwa nini shangwe? Shangwe Singers, na wote ambao wamepata fursa hii na kanisa zima kwa ujumla. Kufunguliwa ndio somo la siku za sala mwaka 2026. Tuna somo la pekee leo, somo ambalo kutana na Yesu pale anaposhangaza. Kutana na Yesu pale anapokushangaza. Somo hili la tatu limejengwa katika Injili ya Luka, gombo lake la pili, ambacho tunakiita ni Matendo ya Mitume. Kwa nini haitwi Injili? Kwa sababu Injili inahusu maisha, mafundisho, kifo na ufufuo wake kwenye vile vitabu vinne. Lakini hiki anaandika kueleza utendaji wa Roho Mtakatifu na namna huduma hii ya Yesu inavyotanuka kutoka Yerusalemu mpaka mwisho wa nchi. Kwa hiyo ni gombo lake la pili, ni kitabu chake cha pili akimwandikia Teofilo. Somo la kwanza lilikuwa limejengwa kwenye aya ya kwanza hadi ya 3. Mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai. Ilikuwa hapo kwenye Matendo 1 aya ya kwanza hadi ya 3. Lakini somo la pili ambalo lilikuwa ni jana, lilikuwa limejengwa kwenye hiyo Matendo 1 na ile aya ya 6 hadi ya 8. Wakati anarekebisha uelewa wa ufalme wa Mungu na kuwaelekeza kile Biblia inachosema kuhusu maisha, mafundisho yake, kifo chake na ufufuo, na kitaka vipaumbele vyao vikae kwenye barabara yake. Jiweke katika mstari wa vipaumbele vya ufalme. Kwa hiyo tulikuwa tunaona namna gani tunaweza akili zetu zielekee huko, tukiishi ni kwa ajili ya hilo na sio kingine. Leo kadhalika ni kitabu hicho cha Matendo ya Mitume, na ni sura hiyo hiyo aya ya 9 hadi ya 11. Kutana na Yesu pale anapokushangaza ndio somo la leo. Tuombe. Mungu wetu, unalo neno kwetu, tusaidie kuelewa na kuitikia. Tubariki kwa uwepo wako na neno lako. Tujalie kuona unavyotushangaza. Tuishi siku zote tukiwa na kushangazwa huku hata ujapo mara ya pili. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Fungua Matendo 1 aya ya 9 hadi ya 11. Hizi ni aya 3 zinazofuata. Anapomalizia tu mtapokea nguvu, inaingia aya 9 ya 10, 11. Hebu soma pale. Akiisha kusema hayo, ndio walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, ndio yeye alipokuwa akienda zake, ndio tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, waisemaje? Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, ndio atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Asante. Hapo ndipo kuna hilo somo hilo kwamba kutana na Yesu pale anapokushangaza. Hizi aya 3 zinatueleza jambo la ajabu. Nikurudishe kidogo kwenye lile somo la kwanza ambako inaeleza alikuwa anawatokea muda wa siku 40. Na ukikaa ufikirie, angalia jambo hili kidogo. Ni baada tu ya ubatizo wake alikaa nyikani siku 40 akiwa peke yake na Baba, huku akijaribiwa na Ibilisi siku 40 mchana na usiku. Baada ya kifo chake na kufufuka kwake, akakaa tena siku 40. Safari hii hayuko peke yake, anawatokea wanafunzi, anawatokea, anatoweka, anawatokea, anatoweka. Na wakati hayo yanafanyika ni katika kuwafundisha ufalme wa Mungu na kile Biblia ilichosema juu yake. Masihi atateswa, atauawa, atazikwa, atafuka siku ya 3, kuwaeleza ukweli wa kile manabii walichofunuliwa na kilivyotokea kama ilivyoandikwa. Aliwajenga hapo, lakini pia akawaeleza, ninawaletea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siku 40 peke yake jangwani na Baba, hana mwanadamu mwingine, akijaribiwa, na siku 40 akiwa amefufuka. Tangu amefufuka siku 40, hizo siku 40 walikuwa wameshapata uelewa fulani. Anawatokea anafanya alichotaka kufanya nao, alafu anaondoka kama vile umeme umeweka switch off. Ndivyo ilivyokuwa katika siku zote 40. Kwa hiyo kuna aina fulani ambayo alikuwa anafanya, anatoweka. Lakini safari hii sio hivyo. Hii siku ya 40 ya mwisho akafanya tofauti kabisa. Kwa nini? Sikiliza vizuri hapa. Kiswahili wametafsiri neno hili linalosema kukutana na Yesu pale anapokushangaza. Wametafsiri neno hilo kushangaza, ambalo wametafsiri katika alichotumia mwandishi katika lugha ya Kiingereza,
ametumia neno linaitwa surprise. Sasa surprise ndio maana hata watafsiri wameona neno zuri tu la kutumia ni kushangaza, kwa sababu kwa hakika ndio lililotumika katika Biblia, iwe Agano la Kale au Agano Jipya. Sitakutajia maneno ya Kiebrania ama ya Kiunani yanayotafsiriwa kwa Kiswahili kama kushangaza, lakini Kiswahili wanatumia tu mawili. Wasipotumia kushangaza wanatumia neno kustaajabu. Ndio utayaona hayo yote, kushangaza ama kustaajabu. Utaona ni maneno mawili hayo. Kiingereza wanayo matano. Ya kwanza wanatumia astonish, ndio neno hilo, lakini pia wanatumia neno dismay. Astonish na dismay yanataka kama kwa karibu, lakini yana utofauti kidogo. Utakuta kwenye Biblia ya Kiingereza wametumia neno jingine la tatu, amazing. Nasema this is amazing. Mtu anasema amazing, kuna kuchangamka, kuna kuitikia kwa namna fulani, kama anaelekea kitu kinachofurahisha kukipokea, kama kinaongezea uelewa unaokusisimua katika upande uliochanya, amazing. Lakini neno la nne ambalo Waingereza wanatumia neno wonder. Wonder, ambao unasikia neno wonderful. Kama mtu umezungumza naye alafu Mwingereza ili kuona anasema wow, asema wow, lakini kwa neno anatumia wonderful. Nilo neno kushangaza hilo kwa Kiswahili, sisi tunatumia kushangaza tu. Lakini Kiingereza yako tofauti, hilo ni la nne. La tano ambalo pia wanatumia neno marvel. Nasikia Mungu ni wonderful and marvelous. Yani unabaki yani uwezi hata kueleza jinsi alivyo anavyotenda. Asema unakuwa marveled, Kiswahili watasema tu unashangaa tu. Sasa lakini neno aliyotumia mwandishi sio hayo matano, ni neno linaloitwa surprise. Meet Jesus when he surprises us. Kwa hiyo wametumia neno surprise. Sasa surprise, kwa hiyo Kiswahili kwa vyovyote watatumia tu kushangaa, lakini wametumia neno surprise. Mtunzi wa hili surprise, kwa hiyo surprise hivi maanisha ni tukio linalotendeka ambalo hukuwa umejulishwa kabla. Hakuna warning, hakuna taarifa, hakuna tahadhari, hakuna lolote, alafu linatokea bila kuwa umejulishwa. Moja. Pili, surprise ina maana sio tu linatokea, kitendo kinatokea, lakini ni kwamba ni kila ambacho hakikutishi. Ndio maana baadhi ya maneno, kwa mfano wa kushangaa, imetumia kushangaa, lakini inamaanisha kitu kinachokutisha, kinachotetemeka ndani. Kwa mfano neno dismay kwa Kiingereza, ambako sisi tunatumia neno tu kushangaa, lakini tetemeka ndani, ingia woga ama wasiwasi, dismay iko pale. Lakini Kiswahili bado tutumia neno kushangaza. Hii sio ile inayokutetemesha, sio inayokuletea hofu, ama ile ambao wanatumia neno la kwamba una mava, unashangaa katika swala ambalo huwezi kueleza, lakini inaelezea hivyo, haina hasa lile kitu kinachotukio ama kitendo kinachotokea. Kwa hiyo kinakosa hiyo kionjo kwenye hilo neno. Akasema amazing. Amazing inaweza kawa inahusisha tu kwenye ufahamu, kwenye akili, ni kitu umesikia kwa masikio tu unakuwa amazed. Lakini hili neno surprise ina kitukio ndani, inakusikia kwa neno ndani, ina mambo ambayo inakuvutia, ni ghafla inatokea, lakini inakuacha ukiwa umevutiwa mno kiasi kwamba ungetamani uendelee kufanya hivyo, na ukujulishwa bila kuogopa ndani, bila kutetemeka, bila kufanya chochote. Surprise. Kwa hiyo Kiingereza ndio wametumia hilo neno, meet Jesus when he surprises us.
Sasa hizi aya tatu surprise yake ni nini? Kwa sababu najua Kiswahili siku hizi na watu wanatumia neno mbona umeni surprise, kiasi kwamba siku hizi msio mpaka ufafanue surprise ni nini, kama inafahamika tu hivyo. Sasa baada ya kuona hicho kitu, angalia jambo hili. Alipokwisha kunena hayo, Biblia inasema akainuliwa. Na Wayunani wana maneno kadhaa yanayomaanisha kuinuliwa. Cha ajabu kilichotajwa hapa ni neno maalum kabisa ambalo anainuliwa juu. Halafu Biblia inasema wingu likampo. Ni vitu viwili, ni action mbili tofauti. Akainuliwa, halafu wingu likampokea, akaishia wakimwona. Hiyo ilikuwa ni surprise ya hatari kweli kweli. Kwa nini alifanya surprise ile? Kwa sababu katika siku zile 39 alikuwa anatokea, halafu anatoweka. Safari hii anaondoka wakiona kwa macho, wakiona kabisa kimwili, physically, kimwili, visibly, kwa macho wanaona, visible, physical. Hivyo ndivyo walivyomuona kabisa. Na sio ile ambayo umeshangaa kwenye room, kwenye chumba atokea anazungumza wakati unashangaa alivyoingia, maana hata mlango ukusikika popote, yuko hapa. Alafu baadaye pia anatoweka hivyo hivyo. Lakini sio hii siku ya 40. Hii alitaka wasiwe watu wa kubahatisha kwamba yuko wapi. Alitaka kila huyu aliyeko hapa awe na jibu, ameondoka nikiona, na akionekana kabisa alivyo hivyo kabisa. Kwa hiyo hakutaka liingiliwe na akili ya kibinadamu, hivi alienda ama bado atatutokea tena ama atafanyaje. Waliona, na ndio maana anapoandika tuliona kabisa, tuliona hicho. Na ndio maana katika wale wanafunzi anayetafuta mmoja achukue namba ya 12 baada ya Yuda Iskariote, walieleza sifa. Amekuwepo tangu Yordani, alishuhudia ubatizo, aliona mafundisho, alikuwepo Yesu anafundisha na miujiza aliyofanya. Naam, alikuwa shahidi wakati anakufa msalabani na kuzikwa kwake. Naam, ni shahidi wa kufuka kwake. Na hivyo pointi ya mwisho walioeleza na kupaa kwake. Hiyo ilikuwa sio ajenda ndogo, na kupaa kwa Kristo ili ni ajenda ambayo lazima hawa 120 waione vizuri, wasiwe na shaka nayo. Kwa hiyo ndio maana hakutaka atoweke, anaapia na anariapia. Safari hii anaondoka, Biblia anasema akaondolewa kwao, halafu wingu likampokea. Wingu ni nini? Katika Agano la Kale na Agano Jipya, wingu ni namna inayoelezea uwepo wa Mungu. Na ndio maana kwenye ile Kutoka 13:21, wingu, na hilo wingu linaongoza njia, ilikuwa ni ishara Mungu yuko nao. Kwenye Kutoka 24 ile aya ya 18, Musa akaingia katika lile wingu kwa siku 40, akafunikwa na ule utukufu. Utasikia anatumia neno utukufu, anatumia neno wingu. Kwa hiyo unaposikia wingu likampokea, inaeleza uwepo wa Mungu na si mwingine, maana hiyo ni ishara ya uwepo wa Mungu. Na haondoki kama mwanadamu aliyemfahamu, anaondoka kama Mungu. Ngoja kidogo.
Kwenye kuzaliwa alizaliwa hivyo mnavyosoma, lakini alivyotaka kuondoka, aliondoka na kitu ambacho hawapaswi kutokuchanganya. Huyu ni Mungu, na nataka kueleza kwa nini walielewa vile. Subirini tu, maana ndio ishara yake hiyo. Na Biblia inaeleza pia alipofika mbele za mzee wa siku, na huyo ni Danieli, na anaeleza Danieli vizuri kabisa kwenye Danieli 7 aya 13 na 14. Tazama, nikaona mmoja mfano wa mwanadamu akaja na mawingu mbele ya mzee wa siku. Aliondoka na mawingu na akaingia na mawingu. Unaposoma kitabu cha Desire of Ages na tunaona hizo zote ndio inaeleza wakati anaondoka akiwa ametangulia, halafu nyuma ni wale wakati anakata roho wanafufuka, wale wakiwa ishara ya uwezo wake wa kufua walikuwa nyuma yake, halafu kisha jeshi la malaika lililofuata, halafu ndipo wale malaika wawili waliporudi kutoa message kwa hawa wanaoshangaa. Subiri tu kidogo hapa, kwa sababu Biblia inataja kwenye Waefeso alipoondoka aliteka mateka, halafu akaacha vipawa, na alienda kama shujaa siku hiyo. Wakati anaondoka ana nyara ya kwamba Ibilisi hakuna kitu atatufanyia, maana ikiwa siku anakufa wakafuka, siku ya 40 alipaa nao. Inaeleza vile. Kwa hiyo aliondoka na wingu akaingia mbele za Baba na wingu. Halafu pia Yohana akiwa Patmo, Biblia inamtaja Yesu akieleza jambo hili kwenye ile Ufunuo 1 aya 7. Tazama naja. Biblia inasema hivi, inaeleza kwamba hivi naja nini? Tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Kuja na mawingu, utukufu wake utaonekana. Ni vivid, ni physical, ni visible, yani hivyo vyote. Tofauti tu alivyoenda ni kwamba kutakuwa na parapanda, kutakuwa na nchi tetemeka na milima inahama, visiwa vinaenda. Kazi za wanadamu ndio za kwanza kushuhudia zinaharibika siku anaonekana. Lakini mambo mawili muhimu, atakuwa physical kabisa, anayeshikika, sio kitu cha kusema hiki. Kama alivyosema, angalieni roho haina mwili, ni kama hivyo mimi nilivyo leo, ndivyo hivyo ataonekana kabisa, ndio huyo anayeshikika. Lakini pia macho yatamuona. Kwa hiyo alipaa na wingu, akaingia na wingu, atakuja na wingu. Na hiyo ni ishara ya yeye ni Mungu. Takueleza kwamba wanafunzi walijua maana yake ni nini. Hiyo iko wazi namna hiyo. Sasa wakati wanaondoka ilikuwa ni surprise moja kidogo, kwa sababu Luka kwenye gombo lake la kwanza ambao ni Injili, Luka Injili, nenda kwenye Luka Injili, kabla hajaondolewa kwao akapokelewa na wingu, kuna kitu Luka ameandika. Luka 24. Katika hiyo Luka 24 soma aya ya 51. Hebu soma. Akawaongoza mpaka Bethania. Alipomaliza, maana hapo juu utaona nazungumzia habari za Roho Mtakatifu. Subirini mpaka mviko uwezo utokao juu kwenye aya 48. Alafu alishawaambia kwamba mtaenda mhubiri mataifa yote katika msamaha na ondoleo la dhambi kwenye hizo aya 46, 47. 48 anazungumzia kaeni kwanza, mviko uwezo utokao juu. 49 anapoingia 49 inaingia ya 50. Alipomaliza hayo akawaongoza kwenda sasa kwenye ule mlima wa kupalia kwake. Sasa angalia, hebu soma tena aya 50. Akawaongoza mpaka Bethania. Mpaka Bethani pale. Akainua mikono yake akawabariki. Akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki, ndio alijitenga nao. Akachukuliwa juu mbinguni. Akachukuliwa juu mbinguni. Aliendaje? Luka anaandika hivi, hakwenda hivi. Aliwabariki. Neno la Kiyunani linaitwa elogeo. Elogeo ni maneno mawili ya Kiyunani yameunganika pamoja. Ni eo ambayo inamaanisha vema, wema, good, kitu kilicho kizuri.
Alafu logeo inamaanisha tokana neno logos, ambayo inamaanisha kuzungumza, speak, zungumza, nena. Kwa hivyo alipomaliza hayo yote akawanenea mema, ambayo ndio hilo neno linalotumika leo tunapokuwa na ibada hapa. Neno limemalizika, ile sala inayofuata inaitwa benediction kwa Kiingereza. Kiswahili inakuwa sijui sala ya kubariki. Kama itataka kutafsiriwa itakuwa vile. Benediction ni hiyo sala ya kubariki. Kwa hiyo baada ya kuwa amezungumza nao kwenye ule mlima wa Bethania pale, Biblia inaeleza akainua mikono yake akawabariki, akafanya benediction, akazungumza mema juu yao. Na mkono wake unapoinuliwa, maana yake ndio maana nasikia akawabariki, akawanenea mema. Na ndio maana mtu kama anafanya sala ile baada ya hotuba akinyanyua mkono hivi katika dhamana aliyopewa, ndio hiyo elogeo, speak well to the congregation, wanenee mema. Kwa hiyo inakuwa inatafsiriwa kama to bless, kubariki, ama to praise, kuexalt, kuwainua, kuwapeleka mbele za Bwana. Hilo neno elogeo. Na hiyo ndio inayotajwa kwamba alipomaliza hayo yote aliinua mikono. Na Israeli, wanafunzi hao walijua, kwa sababu sio mara ya kwanza alipoinua mikono. Ina maana they are covered, wamestiriwa. Huko wanakokwenda siku zote wasisahau, wako ndani ya uwezo wake. Amewatakia mema huko. Taeleza kidogo ni kitu gani, kwa nini anafanya hivyo anapomalizia. Kwa hivyo akainua mikono yake, sio iliyokunjwa, imenyoka, na huku akibariki, kuonyesha protection, utunzaji wake, na kuwatakia kila lilo jema. Kama ingekuwa neno la Kiyunani, ya Kiebrania, angekuwa hapa tunasema anatamka neno shalom, ambalo ndio lina nyanja inayokava kila maeneo. Na kwa kuwa wao walijua nini maana yake, tutaona walivyokwenda kuitikia. Kwa hivyo akawabariki. Hivyo ndivyo alivyo wa surprise. Yani alipomaliza kuzungumza nao akajitenga nao, kama ambavyo unaona ule upepo wa kisulisuli ulivyomtenga Elia na Elisha. Ndivyo alivyojitenga. Ina maana alichukua step fulani kurudi nyuma, kwa sababu mara nyingi alipokuwa anaketi nao, wanaketi nao kama nusu mwezi hivi. Maana Yesu ndiye aliyeumba fizikia, anajua mitetemo ya mawimbi ya sauti inavyopaswa kwenda. Na hivyo wakiwa wameketi anazungumza, baadaye akajitenga, kwa sababu hapa kuna ishara ya uungu inakwenda kuchukua nafasi. Na alipojitenga nao akainua mikono. Wakati ainua mikono akapokelewa na wingu, akanyindukwa, kachukuliwa, akapokelewa na wingu. Hii ilikuwa ni surprise ya karne. Na anaenda pole pole. Ile posta ya kuondoka kwake ya Yesu iliyobaki kichwani mwao ni mkono yake iliyonyoka mpaka inatoweka, mpaka anatoweka kabisa asionekane, na ile sauti yake aliyowabariki. Na maneno ndio hayakuandikwa na Luka. Alitamka maneno gani? Ametaja tu kwa mtasari, alisema maneno mema kwao, lakini hayakuandikwa ni yapi. Kwa ufupi tu, aliwabariki, alifanya benediction, ambayo ndiyo mwisho wa kile alichokuwa anamalizia siku ya 40. Akaishia zake. Hii ilikuwa ni surprise ya kwanza. Nataka usikilize vizuri sasa hapa. Wakati wamekaza macho wanaangalia juu, surprise ya pili. Watu wawili. Hawa sio wengine, ni malaika. Na hawa ni wale malaika ambao hata siku Yesu anafuka walikuwepo pale kaburini. Yuko huyu aliyeshuka kutoka juu, ambaye anatajwa kama Gabrieli, ambaye ndiye alifika. Ile tukio lilikuwa zito sana siku ya kufuka pale, ambaye ndio kushuka kwake
kama asingeweka breki, na maana angeweza kupenya ardhi yote na kutokea upande mwingine. Na kinachoandikwa pale ni cha ajabu, kwa sababu malaika wa Ibilisi walikimbia, waliona kama ni jehanamu imefika kwao. Wale askari wa Kirumi kwa ajili ya ulinzi tu rehema za Bwana walihifadhiwa wasife, kwa sababu ama walikuwa wanakufa, ila wakaruhusiwa waone, ila wako hoi, hawana nguvu hata ya kunyanyuka, lakini ili waone, washuhudie kinachoendelea. Wakati Gabrieli ameshuka siku ile ya kwanza ya juma, hawa malaika wa pili ambao ndo walikuwa kabisa wameketi kwenye lile jiwe, ambao walifikiri kwamba wameweka muhuri, alipoondoa wakashuka, wakaantaa ile sanda. Na Yesu alipotoka, maana Gabrieli alisema baba yako anakuita, ndio sauti aliyotamka pale. Alafu Yesu akainuka, akakunja ile sanda, akaweka, alafu akatamka, mimi ndimi ufufuo na uzima. Alipotoka pale, hayo yote askari wanaona. Sasa hawa malaika waliokuwa kwenye kile kikosi hapa, kwa sababu wakati askari wa kibinadamu, askari wa Kirumi wamelinda eti wasije wakamuiba, hawakujua kulikuwa na aina mbili ya maaskari wasioonekana kwao. Askari wa Yesu ambao ni malaika, hao ndio walikuwa kabisa pale kwenye kaburi. Alafu mduara mwingine kwa nje ya eneo lile walikuwa ni malaika wa Shetani, lakini hawakuruhusiwa kusogea hapa, kwa sababu uwezo wa hawa hawawezi kukabili. Walipokuja Gabrieli, walikuwa nasubiri tu saa ya mfalme wa uhai aweze kutoka. Kwa hivyo hawa wawili wale waliokuwepo siku ya nafuka ni hawa wawili waliorudi wakati ile kampani inaendelea, kwa sababu hawa walibaki wanashangaa tu hivi, wanashangaa zile surprise hawajawahi kuiona, looking up. Ghafla surprise ya pili, malaika wawili wakashuka, wakakosoa concentration yao. Naomba sikize vizuri. Sema, enyi wetu wa Galilaya, mbona mnakaza macho kuangalia juu? Huyo mliyemuona anaondoka kwenu, anaenda zake, atarudi hivyo hivyo. Nini anachosema hawa malaika? Msikaze macho ni namna gani ameondoka na ni wapi anaenda, ila anawarudisha kwa alichowaambia. Unajua kwenye ile Matendo ile 10 aya 42, hebu some hapo pasta. Matendo ile 10 aya 42, unaweza usione kwenye jana wakati tunasoma ile Matendo 1 aya 8, nanyi mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu, mtakuwa hivi. Uwezi ukajua ni kitu gani alichokuwa anasema pale, maana ndipo alipomalizia tu hiyo akanyanyua mikono kuwabariki. Na kwenye ile Mathayo pia kadhalika, Mathayo 28 ile aya 20, anaposema nendeni ulimwenguni mkawafanye wote, maana ndio maneno hayo aliyosema siku hiyo hapa, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Ile imeanza kwenye lugha ya Kiyunani, haianzi kama amri. Tunasema kuna muda wanasema ni helping verb, inayosaidia lakini sio verb, sio imperative yake, ila inakupeleka kwenye motion. Kama anasema mnavyoenda, as you go, mnavyoenda na kufanya na kubatiza, zote hizo ni helping verb. Going, baptizing sio verb kwa Kiyunani, ila verb ambayo ni imperative inayotajwa pale ni ile kufanya wanafunzi, mathetes, make disciple. Yani hiyo mengine yote mnapoenda na mnapobatiza, hoja sio hasa kubatiza, hoja sio mnavyoenda, ila ni kufanya wanafunzi. Maana yake mtu afanane na yeye, ndio agenda kubwa. Sasa wakati anazungumza pia pale, uwezo kaona kama ni komandi. Nenda kwenye Matendo 10 aya 42, uone wanafunzi walivyoielewa siku ile, ukitoka Yerusalemu mpaka hivi, walichoambiwa waliambiwa nini? Hebu soma 10:42, inasema akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamliwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Alituagiza.
Kwa hiyo wakati malaika hao wawili wanaona hao watu muda unaenda, Yesu alishagatoweka, wao wameendelea kuangalia juu, malaika akawaambia, sikilizeni ninyi, mna siku chache mno, badala ya kuangalia juu, nendeni mkadai ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni ndani ya tukio hilo, kwa kupaa kwake 1, 2, 3 mpaka 10, Roho Mtakatifu aje. Na kama hawawezi kujiweka hatua hiyo, hawataweza kukamilisha alichosema. Aliwaambiaje? Akija Roho Mtakatifu mwanzie Yerusalemu, na alisema bakini kwanza hapa ili mvike uwezo utokao juu. Kwa hiyo malaika anasema, ninyi sikiliza, ondoa macho kule alikoenda na namna alivyoenda, rudisha akili yenu kule anakotaka. From there here, rudisha hapa, rudi Yerusalemu, kule ndiko ahadi inakwenda kutokea. Kwa hiyo anachokifanya ni nini hapa? Malaika wanawa surprise na hii command kwamba rudini kwenye amri mlioambiwa. Ipi? Rudi Yerusalemu, halafu ngojea ahadi yake. Roho Mtakatifu anakuja, maana yake mumepewa hapa mradi wa habari ya utume. Halafu ninyi mko hapo mnaendelea kuangalia Yesu ameshatoweka. Rudini kwenye agizo alilowaeleza, rudini mkatafute Roho Mtakatifu. Looking up, anamwambia badilisha habari ya looking up, badala yake look out, tafuta Roho Mtakatifu. Na sio angalia kule juu, badala yake nenda mtafute Roho Mtakatifu, maana ndio agizo lake, ili muweze kuwa mashahidi. Kwa ni surprise yake ya hao wa pili. Ngoja uone walivyoitikia. Angalia jambo hili. Nenda Luka sura ya 24, angalia aya ya 52. Kutana na Yesu pale anapokushangaza. Luka 24:52. Biblia inasema wakamwabudu. Ndio unasikiliza vizuri hapa. Ndio maana watu wanaosema Yesu sio Mungu wana hatari kubwa mno, kwa sababu mpaka dakika hii ya mwisho wakamwabudu. Na ibada ni kwa Mungu pekee, na hakuna watu wasiojua ibada ni kwa Mungu pekee kama Waisraeli. Na ndio maana walipokuwa wameshindwa kujua utume wao, hawa waandishi na Mafarisayo, makuhani, wakasema anajifanya kuwa kama Mungu. Sisi tunaposoma ile Yohana 10 ile anasema mimi na Baba tu umoja, kwenye ile aya 30 pale, sisi tunafikiri ni umoja anaotaja wa kawaida. Lakini sikiliza, ukiendelea kusoma wanaeleza ndio sababu akachukua mawe wampige, na lengo la kumpiga wakasema anajifanya kuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo unaposikia anasema mimi na Baba tu umoja, sio umoja tunasema jamani tu umoja watu wakizota. Maana yake Yesu alichokuwa anasema mimi na Baba ni kitu kimoja, yeye ana uungu na mimi na uungu, na wakachukua mawe kutaka kumpiga. Na Yesu hajakanusha. Ndio maana hata aliposema Tomaso aliposema Bwana wangu na Mungu wangu, Yesu hakukanusha. Na ndio maana hapa hata watu 120 walipoambiwa na malaika ile surprise, waliingia katika ibada kwake na sio kwa mwingine yoyote, wakamwabudu. Kiumbe haabudiwi. Nasema haya katika kipindi hiki ambacho tunaishi na akili ya mwanadamu inayoendelea kusema Yesu sio Mungu, wakati hiyo Biblia anayosoma walioandika wanajua ni Mungu. Leo wanaoisoma ndio wanataka kusema Yesu sio Mungu. Uzuri tunayo neno. Kwa hivyo wasubiri siku atakapokuja na mawingu tena, siku ambayo kila goti litapigwa. Na hiyo lugha kila goti kupigwa maana yake ataabudu. Ikiwa hatuwezi kumwabudu tungali hai na nafasi ingalipo, iko siku Biblia inaeleza wataikimbilia milima na miamba. Nani awezaye kusimama?
Biblia inaeleza watakiri ni za haki na za kweli hukumu zako. Hiyo lugha inatajwa kukiri, anachokutaja ndio inasema mtu akiamini kwa kinywa chake na akaamini kwa moyo ataokolewa. Saa hiyo hawafanyi hivyo ili waokolewe, ila wanakubali wewe ni Mungu. Ni ama tuabudu yeye saa hii tungali na nafasi, au tusubiri atakapokuja, kwa sababu waovu watakao kuwa hai watapitia uzoefu huo. Baada ya miaka 1000 akishuka, waovu wote wanafufuliwa katika historia ya dunia hii, na hakuna atakayeingia katika ule moto kabla hajaabudu. Chagua kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi na ni Mungu, ama nikatae nisubiri siku ya Bwana. Habari njema ni hii, walimwabudu. Walipomaliza kuabudu, maliza hiyo aya, maana ni aya 52 Luka sura 24. Walifanyaje pastor? Kisha wakarudi Yerusalemu. Wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Wakiwa na furaha namna gani? Kuu. Wakiwa na furaha namna gani? Kuu. Sasa angalia, kuna kitu kimebadilika hapa. Kwa nini wana furaha kuu? Wana uhakika wa mambo mangapi? Moja, sikiliza vizuri, yu hai na tunamuona anaondoka. Yesu yu hai na ametubariki. Wanajua nini maana ya mkono wake unaponyooka. Wamehifadhiwa, chochote watakachokutana nacho wako salama mikononi mwake. Ndio ile lugha ya Mathayo sura 28 ya 20, takuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Hiyo sentensi ameiandika Mathayo, mojawapo ya sentensi aliyoeleza, nitakuwa pamoja nanyi, na kunyosha mkono akawabariki, akawatakia kila lililo jema, nitakuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo wanapoondoka wamemwabudu, wanaenda Yerusalemu wakiwa na furaha namna gani? Kuu. Na unajua kwenye ile Yohana sura 20 walikuwa wamejifungia kwenye chumba kwa hofu ya Wayahudi, kwa hofu ya makuhani siku ile. Saa hii yani wanaenda Yerusalemu kwenye uwanja wa walio mhukumu Yesu kufa. Unajua Yerusalemu aliposema nendeni, anzieni wapi? Hawawezi kuanzia Yerusalemu ambako ndiko Bwana alihukumiwa. It was in Jerusalem when Jesus was executed. Halafu ilikuwa ni mji ambao ni very hostile, mji ambao ni waadui wenye uhasama kubwa na jina la Yesu. Ndio maana walikula viboko, walitiwa gerezani, walifanywa nini. Na wanaenda Yerusalemu safari hii, sio wanaojifungia kwa hofu ya Wayahudi, wakiwa na furaha namna gani? Facing the city, the enemy. Wakinaenda kwa jiji ambalo ni kinyume na yeye, lakini wana furaha kuu. Ndio maana ukiona kama tunaogopa kupeleka injili kwa sababu hiki na kile, ni matokeo ya kutokujua yu hai, na kwamba anakuja surprise, Roho Mtakatifu anakuja. Kwa hiyo walijua kitu cha kwanza yu hai na wako mikononi mwake. Wanajua nini maana kunyosha mikono na nini maana alichowaambia nimepewa mamlaka yote, lugha ambayo anahitaji Mathayo, mbinguni na duniani, sasa nendeni. Na wanaona hiyo kwa mtasari, ananyanyua mikono yake. Na hivyo wanaenda baada ya kumwabudu wakiwa na furaha. Wanaenda kwa jiji ambalo halitaki kusikia habari za Yesu, na wakakuwa hao wote wanaitwa wafuasi wake ni adui wa jiji hili, lakini wanakwenda kwa jiji hilo. Manake now they obey. Sasa wanatii kwenda Yerusalemu. Siombe kukutana na Petro wa hatua hii saa hii. Ndio maana hata anapokabiliwa, anakamatwa, anauawa, anasema mnataka kunifanyaje? Kunaweka juu ya msalaba. Mimi hiyo haitakuwa heshima na adabu. Mwokozi wangu aliwekwa hivyo hivyo. Mimi niwekeni kichwa chini, miguu juu. Yaani wamekukamata kwa ajili ya Kristo, halafu wanakubinya na prize. Wao wanaambia hiyo, mbona hata bado naona kama sija nani kwa kweli alichonifanyia Kristo. Nyinyi msiminye tu, mwe mnanyofoa mpaka na kucha. Hiyo unajua sio kwamba ana ganzi.
wana furaha kuu na wanaingia Yerusalemu na ni 120. Watu 120, sio watu wawili watatu, ni 120. Furaha yao kuu nyingine inatokana na nini? Roho Mtakatifu anakuja. Kwenye ile Yohana 10 na hebu angalia Yohana sura ya 16 aya ya 7. Yesu aliambia jambo la pekee ya kwamba kwa nini wanafurahi? Maana aliwaambia ninawaletea ahadi ya Baba yangu, lakini hamwezi kumpata yule mpaka muone nikiondoka. Hebu soma aya ya 7 Yohana Injili sura ya 16. 16 aya ya 7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Ni faida kwenu mno mimi nikiondoka. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Huyo aliwaambia juu ya Roho Mtakatifu mpaka siku ile, anawaambia mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu, lakini walishaambiwa ya kwamba anakuja lini? Mpaka watakapomuona akienda. Wakiona anaenda, wakae mkao wa kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo walikuwa kukutana na surprise nyingine. Wakati wanamuona Yesu anaenda, next step mbele yao, Roho Mtakatifu yuaja. Na aliwaambia akija yule, sio kwa sababu bila huyo hawawezi kujua. Aliwaambia ningali nayo mengi ya kueleza, hamwezi kustahimili sasa, ila atakapokuja atawaweka kwenye kweli yote. Kwa hiyo walijua watakwenda kufahamu kweli yote. Lakini pia alieleza atakaa ndani yenu, ninyi mtamtambua maana anakaa ndani yenu. Ulimwengu hautamtambua. Na ni kwa Roho Mtakatifu ndio tunasoma walio na Roho Mtakatifu hao ndio watoto wake. Ndiye anayetoa tunda la Roho la Wagalatia 5 aya 22, ambao ni tabia hizi zote. Ndiye anayetoa tabia. Maana yake nisipoondoka mimi hamtapata tabia yangu. Yule ndiye championi wa kuwapatia tabia yangu. Lakini pia akaeleza atatoa yaliyo yangu na kuwapa ninyi. Yeye atanishuhudia mimi. Kazi yake ni hivi, anakuja kuwaeleza zaidi mimi ni nani. Mtanichua vizuri mno akija yeye, kwa sababu atakuwa na kazi kubwa ya kuwajulisha mimi ni nani, lakini pia ya kuwabadilisha mfanane na mimi. Halafu jambo la tatu, ndiye atakayewapatia zana za kazi, spiritual gifts. Atawapa karama za Roho, ndio inaitwa karama za Roho na huduma. Lakini pia ndiye atakayewapatia tunda la Roho, na ndiye atakayewapatia karama za Roho. Ndiye atakayewaelezea mimi ni nani, na ndiye atakayewaweka kwenye kweli yote. Kwa hivyo ni faida. Mimi nikiondoka, nisipoondoka, mtakosa faida hiyo. Sasa wanaondoka, wanaenda, wanajua surprise inakuja nyingine. Roho Mtakatifu anakuja. Ndio maana malaika aliambia rudi, msiangalie huko juu, tafakari sheria ka amri aliyowaeleza ya kufanya. Halafu unaona kitu cha ajabu hapa. Yesu wakati anaondoka, kwa nini wanafuraha? Angalia vizuri hapa. Nenda Yohana ile sura ya 14 usome aya ya 18, alafu uruke usome aya ile ya 28. Injili ya Yohana sura ile ya 14 aya ile ya 18 na aya ya 28. 18 anasema sitawaacha ninyi yatima. Sitawaacha yatima ninyi, naja kwenu. Ninaondoka alafu ninakuja kwenu. 28. Mlisikia kwamba mimi naliwaambia. Naliwaambiaje? Naenda zangu tena naja kwenu. Halafu ninakuja tena kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Sikiliza. Yaani sikiliza, naenda halafu nije kwenu. Alikuwa anazungumza kitu gani? Wakati anamuona Yesu anapaa anaenda kwa Baba, wakakumbuka Yesu akienda kwa Baba ndipo anakuja kwetu. Ngoja kidogo. Nikajua kwa nini Kiswahili kinatumia lugha. Hebu njoo hapa kidogo pastor. Hebu njoo hapa kidogo. Umeacha mic?
Pasa, mbona unaenda? Nakuja. Nakuja. Asante. Umesikia hicho alichokifanya hicho? Alikuwa anaenda ama alikuwa anakuja? Alikuwa anaenda ama alikuwa anakuja? Kwa hiyo amekosea kuniambia anakuja. Wewe hujawahi kuambia pale nyumbani, jamani nakuja, lakini huku unafungua mlango unafanyaje? Huo unamaanisha nini? Ingawa unaweza upitiwe na bodaboda au gari ama homa huko njiani usije, lakini bado una ujasiri wa kuambia hapo nyumbani nakuja. Lakini afu unanyanyuka kwenye kiti unaenda jikoni, lakini huku unawaambia nafanyaje? Unawaambia wageni, jamani nakuja, lakini huku unawaacha unaenda jikoni. Huo mnamaanisha nini? Hiyo ndio lugha Yesu aliyosema, naondoka naenda kwa Baba alafu nakuja kwenu. Alichokuwa anaeleza ya kwamba nikienda ninakuja kwenu. Ndio maana alisema niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa nani? Kupitia utendaji wa Roho Mtakatifu nitakuwa nanyi muda wowote popote pale. Kwa hiyo ninaenda kwa Baba, lakini ukweli ni huu, ninakuja kwenu. Sikiliza vizuri, yani ninaenda lakini ukweli ni huu, ninakuja. Going but coming. Kwa hiyo ndio maana wanafunzi walipokuwa wakihubiri yuaja tena, wanafunzi wa mitume wakimaanisha Yesu anakuja wakati wao, ni kwa sababu walijua kuja kwa Yesu na kupaa kwake sio kitu cha interval ya muda. Ndio maana wanapozungumzia Yesu atakuja 2027 2031 sio swala la kuweka muda. Ndio maana amekataa kabisa swala la wakati wala siku wala saa, haijulikani. Kuja kwa Yesu mara ya pili ni swala la hapa na hapa. Wakati anasema ninaenda kwa Baba, lakini amewaambia naja kwenu. Kwa hiyo wakati wanafurahi, wanajua sasa tutakuwa na Yesu full time 24/7, muda wa masaa 24 kwa muda wa juma la siku 7. Kwa hiyo siku zote kuwa pamoja na yeye. Kwa hiyo wakati anarudi Yerusalemu, wanakwenda kuwa na Yesu muda mngapi? Wote. Halafu wakati huo ni katika kutumika huko Yesu ataonekana akija. Kuja kwa Yesu kwa mitume haikikuwa swala hata la mwaka hata baada ya hivi, ila ilikuwa Yesu yuaja haraka. Ndio maana kitabu cha Ufunuo anatumia neno naja upesi, naja upesi, naja upesi, tariko 10. Neno la Kiyunani linasema naja upesi, yani inamaanisha ni hivi, ni kama nasikia vifilimbi, sikia kabisa kelele, ving'ora, Yesu anakuja. Yani unasikia na kelele kabisa, watu wamejipanga shamla. Hicho ndicho alichomaanisha. Kuja kwa Yesu mara ya pili ni swala la kusema hivi, yuko mlangoni. Anachosema ni nini? Na hiyo ni karne ya kwanza nazungumza habari hizo. Leo tuko karne ya 21. Na ndio maana mitume walikuwa haraka kwa kazi. Roho Mtakatifu alipokuja walijua wako na yeye. Ndio maana wakisema kwa jina la Yesu simama, sio Yesu ambaye hayupo, wako naye. Unaambia kwamba ni kwa jina la Yesu huyu aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa anatembea. Sio kitu cha kusema hivi na vile. Ndio maana hata unapozungumza na Sara haimaanishi ukipiga kelele sana ndipo Yesu anasikia. Utakuwa ndani yenu. Anasema Roho Mtakatifu hatakaa nje, atakuwa ndani yenu. Na ninakwenda ili nije. Nikienda maana yake nakuwa pamoja naye. Kwa hiyo maana Yesu alipopaa maana yake amekuja. Pitia Roho Mtakatifu yuko na sisi 24/7. Lakini pia anamaanisha kumbe anapokwenda, ukweli ni huu, ndipo anarudi. Na ndio maana hawakuogopa Yerusalemu ambako Bwana wao alihukumiwa kifo. Na Yesu alisema anzieni pale, halafu nendeni Yuda. Kwa nini Yudea? Sababu ni Yudea ambako walikataa huduma yake. Yuda ilikataa huduma yake. They rejected his ministry. Ni Judea. Bado anasema ninawabariki,
anzieni, bado wana nafasi ya ujumbe wa rehema huu. Nendeni Samaria. Wayahudi waliojua Samaria hiyo ni eneo la watu wachafu wasiofaa, ni mchanganyiko, hybrid. Ile ni breed ambayo ni half breed, ambao walikuwa wamechanganya mataifa ya Kanaani pamoja na hawa mataifa 10 ya makabila 10 ya Israeli. Kwa hiyo Msamaria hiyo ilifahamika kwamba hiyo ni nchi sa west land of half breed criminal. Hiyo waliona kabisa hawa hafai, lakini nenda Samaria. Halafu nje ya nchi, mwisho wa nchi, hiyo ni nje ya nchi ambao kizungumzia Wayahudi mpaka kule, mpaka hayo mataifa ambayo waliwafahamu hao ni mafuta yanayoharakisha na kuchochea moto wa jehanamu. Yani wa mataifa kwa Myahudi wao ni mafuta, kuni za kuchochea jehanamu. Halafu Yesu anasema anzia Yerusalemu, nenda Yudea, nenda Samaria mpaka mwisho wa nchi. Huwa kuna wimbo na kuna nasema upendo umeniinua, love lifted me. Sikiza vidogo. Unajua watu wengi hiyo lugha ni lugha kabisa ya kibiblia nzito mno. Kristo alipokuwa msalabani, it was love lifted him. He was lifted up on the cross. Upendo uliwekwa juu ya msalaba, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Kwa hiyo Kristo naye muona pale, God's love to the world. So the love of God, upendo wa Kristo ambaye ndiye upendo wa Mungu hapo kwa ulimwengu unaofunuliwa. Ile ni maeneo ya maonyesho, display, ni maonyesho ya upendo wa Mungu. The love was put on the cross, uliinuliwa mpaka kwenye msalaba. Halafu wakati anachukuliwa na wingu anapokelewa, that same love was lifted up to heaven. Upendo ukaenda juu mbinguni. Halafu akasema anawabariki na waachia Roho Mtakatifu anakuja atakuwa pamoja nami. Yesu anachoacha ni nini? Anaacha project of love, anaacha mradi wa upendo. Ndio maana, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, ndio maana wanafuraha Mungu alivyowapenda wao, na wako unaona mikono yake yuko pamoja nanyi ukamilifu wa dahari. Wa Mungu anatazamia wapeke hiyo surprise kwamba huyu Yesu aliyokufa alifuka na amepaa, na kwa sababu amepaa yuaja tena na yuko pamoja na sisi. Muda sio mrefu anatokea. Bring that surprise to the people. Wapelekea watu surprise ya upendo wa Mungu. Upendo Kalvari, upendo umeenda juu mbinguni, upendo uko pamoja nasi. Tumepewa mradi wa upendo, na hakuna riski kubwa amechukua Kristo kama hii, kwamba anakabidhi mradi wake huu wa pekee kwa wanadamu wanaomwamini. Hakuna mtu yeyote atasema namtumikia Mungu kama anamchukia mwanadamu yeyote chini ya dunia hii. Yuko upande wa adui, kwa sababu mradi aliotuachia ambao tunawezeshwa na Roho Mtakatifu ni mradi wa, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. It's the project of love. Ndio maana Yesu anasema amri ya kwanza mpende Mungu, na amri ya pili yafanana hiyo, jirani kama nafsi yako. Huo ndio mradi unaoitwa utume. Kama haiko hapo, hatuna surprise ya kuwapelekea watu wakutane naye. We are not surprises and we are not taking surprise to people. Sisi wenyewe sio surprise na hatuna chochote kupeleka kwa watu. Love is the project left with us. Ndio mradi tulioachiwa. Kutana na Yesu pale anapokusurprise. Surprise sa package ya upendo wake, kwamba ameenda alafu anatusurprise, niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Tunadhani ameenda, yuaja upesi. Ndio maana kuja kwa Yesu kama alivyoenda ilikuwa ni surprise. Sio tu kwa kumuona kwa macho na kumuona akiwa physical, lakini malaika wanasema ndivyo atakavyokuja. Maana yake ameondoka, hakuambia anaondoka leo. Walijua ni kawaida yake, anakuja anatoweka, anakuja anatoweka. Leo ilikuwa ni surprise, akajitenga kwao, akaondolewa kwao, akapokelewa na wingu, akaona anaondoka huko anawabariki. Hii ilikuwa ni surprise. Kuja kwake mara ya pili pia hakuna atakayejua, ni surprise. Ndio maana Isaya anasema 25 aya 9, huyu ndio Bwana wetu tuliyemngoja aje atuokoe. Itakuwa surprise.
tunaingojea hiyo surprise. Kabla hajaja tumepewa mradi wa upendo. Upendo msalabani, upendo winguni, upendo kwetu. Na hatua ya mwisho ya utume huu, bila kujali ni eneo gani katili, ni watu gani waovu, kwa maana jinsi hii. Jiunge hivyo, kusisahau, ili tuingie huko, kutana na surprise ya kwanza, Roho Mtakatifu. Huyo peke yake ndiye anayeweza kutuingiza kwenye mwendo, kufunguliwa, ili tuingie katika mwendo huu. Mwendo ni kutandaza mradi wa upendo, to display the project of love. Maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, that is the project. Kwa ukijenga kanisa, unataka watu waone upendo wa Mungu mara pokutania na Bwana. Ukitoa chakula kwa mhitaji, sio mimi nije nifanyiwe hivyo, ila unataka wajue mradi wa upendo wa baba yao, watoe maisha yao. Kiwa natoa fedha kwa ajili ya mhitaji, sio mimi ninatoa, maana yake nataka hawa wajue. Na sikiliza jambo la pekee, hiyo ndio kauli aliyowaambia kabla hajafa, njoeni mliobarikiwa na baba yangu. Neno lile lile, nalikuwa na njaa, mlinipa chakula; nalikuwa na kiu, mlininywesha; nalikuwa mgeni, mlinikaribisha; nalikuwa uchi, mlinivika; nalikuwa mgonjwa, mlikuja kuniangalia; nalikuwa kifungoni, mlikuja. Yote mliowatendea hao, mlinitendea mimi. Halafu leo tunasikia watu wanaomba, Yesu, kuna watoto wako wako hospitalini, nenda ukawaponye. Sara gani hizi? Eti leo sisi ndio tunamtuma Yesu akaponye watu hospitali? Yaani nini unashindwa kujua ni utapiamlo wa hali gani huu ajabu? Watu hawana chakula, nasema Yesu, wengine hawana chakula. Sasa nyingine unasikia kwenye sara ya chakula hapa ya msosi. Sijui tunaongezea maneno kupendezesha msosi mezani. Hata wale ambao hawana baba chakula mchana huu, naenda uwapatie. Wewe ndio unamtuma baba awape chakula. Kwa hiyo unamfanya Yesu kuwa ndio mbwa wako wa kufuga. Unamtuma, nenda. Tuma kule, nenda. Wakati Yesu anasema nalikuwa na njaa, you give me food. Ninyi ndio mnapaswa mwapa watu chakula. Leo tunawaambia eti baba, nenda wapa watu chakula. Nenda wanaongea wana nguo. Biblia gani tunayosoma leo? This is the project of love. Na watu waliobarikiwa siku ile anapaa, wanaojua Yesu alipopaa ilikuwa ni baraka. Aliacha vipawa, akateka, aliondoka nao, akatubariki. Ndio wanaokuja mwishoni atatenga kondoo na mbuzi. Wale walioengage kwenye mradi wa upendo, waliwavika wasio na nguo, waliwapatia wasio na chakula, waliwakuta watu gerezani, walifanya hiki na kile. Leo sisi tunafanya kwa ajili yetu. Wakati Yesu anasema you did it to me, hatufanyi kwa ajili yetu sisi, ni kwa ajili yake. Huo ndio mradi wenye surprise. Ishi na mshangao huo katika jina la Yesu, amina. Pastor Jeremia atatuongoza kwa ratiba ya sala. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya neno hilo, tunaingia katika wakati wa sala kama itikio la kile ambacho tumekisikia kutoka kwa Bwana. Basi katika maombi ya siku ya leo, tutaomba kwa ajili ya somo hili ambalo tumelisikia masikioni mwetu. Bwana atusaidie tulielewe vizuri, na sio kulielewa tu, bali tuingie katika kazi na kutenda. Lakini jambo la pili, kama kanisa tunaendelea kuomba kwa ajili ya uamsho na matengenezo. Na katika wakati huu tutaomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akae kwetu na tumwelewe, kuisikia sauti yake na kutii sauti yake anayotuelekeza. Kwa tutaomba kwa ajili ya uamsho na matengenezo, tukiomba hasa juu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika jioni ya leo
Ombi la tatu, tutaomba kwa ajili ya familia. Katika somo hili linaelekeza ya kwamba moja ya sehemu muhimu ni familia, na kwa sababu utume huu tumepewa na unaanzia katika familia, tutaomba kwa ajili ya familia zetu ya kwamba Bwana atusaidie kila familia kubeba utume huu ambao Bwana ametuachia kila familia, kama vile jana ambavyo tumesoma na leo. Bwana atusaidie ya kwamba kila familia iimbe utume huu, iimbe wimbo huu ya kwamba utume ndio ajenda yetu kuu katika familia yetu. Kwa hiyo sasa tutaenda katika maombi, na nitamwomba mzee mmoja wa umri aje hapa kwa ajili ya ombi, na nitaomba mama mmoja wa umri mkubwa aje hapa kwa ajili ya ombi. Watatuwakilisha. Mzee mmoja wa kiume aliye na umri mkubwa kuliko wote aje hapa kwa ajili ya kutubariki kwa ombi, na mama mmoja mwenye umri kuliko wote tulioko hapa basi atembee kuja kwa ajili ya kutubariki kwa ombi. Karibu mzee, karibu tutembea uje hapa mbele, na pia nitamwomba mchungaji wetu Posemba atakuwa akitufungia kwa ombi. Karibu mama. Wakati huo tutakuwa tukisimama, na wale ambao mmeandika maombi yenu tutakuwa tukiimba wimbo wakati tunasogea mbele hapa kwa ajili ya maombi. Wakati huo tukitoa nafasi kwa wale ambao wameandika maombi yao kuyaleta katika box letu la maombi kwa ajili ya maombi. Tutaimba ule wimbo namba 13 ambao tulikuwa tumeimba wakati tunaanza, unaosema umetuahidi kwamba 2 watatu kwa jina lako utatubariki. Umetuahidi, tuimbe. Umetuahidi kwamba 2 watatu kwa jina lako wakija. Ukileta usirudi, sogea tu kumbele. Utawabariki kwa hivi leo, twapiga magoti nyumbani mwako. Yesu, je kwetu utubariki. Yesu, uje kwetu uwe karibu. Umekuwa nasi siku nyingine, tunakuita. Sogea tu hapa, wale sogeni hapa, na wengine tusogea hapa. Tupe neema, tusikie Yesu, utubariki. Yesu, je kwetu utubariki. Yesu, uje kwetu uwe karibu. Mama, utaomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu, lakini utaomba kwa ajili ya somo ambalo tumelisikia leo. Mzee wetu hapa utaomba kwa ajili ya familia. Kila familia iwe na ajenda ya utume, kila familia. Alafu mchungaji wetu atamalizia kwa kutubariki mkutano. Basi tutapiga magoti kwa ajili ya sala.
Mtakatifu. Mtakatifu Baba Mwenyezi, asante kwa wema na fadhili zako, kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Umetulinda, umetutunza tangu tulivyoachana jana. Sana wakati kama huu tunakuja mbele zako tukiomba ukapate kutusamehe dhambi na makosa yetu. Kisha Baba, ukatufungue macho ya rohoni na ukafungue akili zetu tuweze kukufahamu wewe vizuri. Kwa sababu Baba, bado hatujakufahamu wewe, kwamba wewe ni mwenye pendo. Sasa tunakusihi utusaidie na kutuongoza katika mienendo yetu, ili Baba tuweze kujazwa na Roho wako Mtakatifu. Peke yetu Kristo hatuwezi, tunayaweza yote katika wewe unayetutia nguvu. Tunakusihi ukatusaidie na kutuongoza ili tuweze kufaa kwa ajili ya kazi yako. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunaomba tukishukuru katika pendo lako Yesu. Amina. Amen. Haleluya. Baba mtakatifu unayekaa mahali pa juu mbinguni, tumejikusanya hapa ndani ya hekalu lako kwa ajili ya kuja kukuabudu na kukutukuza, lakini pia tumekuja kusikia sauti yako ikipitia kwa mtumishi wako. Sasa wazee kwa vijana kwa watoto, tumesikia sauti yako ya wito kwa ajili ya kutumika. Tusaidie Baba, kila mmoja ndani ya familia yake waweke mguso na imani kwa ajili ya kazi yako. Chochote tunachokifanya iwe ni kushuhudia watu wako kwa ajili ya utumishi wako na utume wako, ili wote tuweze kuokolewa kupitia sauti za kila mmoja zitakazosikika, au chochote atakachokifanya kifanyike kwa ajili ya kuokoa kwa wengine pia. Tusisaidie, tuimarishe. Weka familia zetu katika mtazamo wa utume, kila mmoja kwa nafasi yake. Asante kwa sababu utaendelea kutengeneza maisha yetu na kutuendelea kutunongonoza na kuituhimiza kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amina. Amen. Mungu wetu, asante sana kwa kutubariki jioni hii ya leo. Naam, Mungu amewabariki na ametuhifadhi katika masaa haya matakatifu. Ni mwaliko wa kupumzika ndani yako. Tupatie pumziko na tafakari ya uumbaji wetu na ukombozi wetu. Unapotubeba salama jioni hii ya Sabato na kutuamsha tena asubuhi utakapotuleta mbele za uso wako katika nyumba hii ya sala. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.